Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Nashukuru Mungu kwa kunipa hii nafasi. Leo ni siku ya Good Friday. Ni siku ya kumbukumbu ya Yesu Kristo. Ndo tukajua vile Yesu alikuja na kile alifanya, na sifa na utukufu irudie Mungu. Leo uko pale nyumbani. Today I'm here because you. Niko mahali hapa kwa sababu yako. Najua uko pale nyumbani unapiga, kuna something unafanya pale chikoni. Naweza taka sasa tukuje tuunganike ili tukasikie Mungu anasema nini katika siku ya Good Friday. Leo nikuja nikaangalia kwa nini Yesu alikuja kwa sababu yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu kwa nini alitumwa kwa sababu yetu? Ama kwa nini Yesu, nini nishuhudia Yesu kushuka kutoka juu mbinguni? Maana leo Biblia inasema ya kwamba kulikuwa na wazee 24, malaika wazee wale wanasunguka chini, kumaanisha kule juu mbinguni kulikuwa na amani, kulikuwa na furaha. Yesu, si ati Yesu alikuwa peke yake. Yesu walikuwa wengi. Alikuwa na mandugu zake, masista zake. Lakini wakati Baba aliuliza, nataka kutumana, ni nani atajitolea kwa sababu ya watu wangu? Watu wengi waliangaliana, na hakuna mtu yote alisema mimi hata nijitolee kwa sababu ya ile Baba anataka. Hakuna. Ndio maana Yesu akajitolea. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema leo Yesu akaja utajiri huko juu mbinguni, akaja utajiri, akaja mafarasi, magari mzuri, kila kitu mzuri, akashuka kwa sababu ya sisi wana wa Mungu. Mungu alituma Yesu na jambo. Alituma Yesu kwa sababu gani? Ndio siku ya leo nataka tuangalie na tujue kwa sababu gani Mungu alituma Yesu. Hapa ni kwa nini Yesu aliwacha kila kitu kule juu mbinguni kwa sababu yako wewe siku ya leo. Kwa sababu ya ndugu yangu, kwa sababu ya mama yangu, kwa sababu ya my brother uko mahali pale. Bwana Yesu apewe sifa. Na siku ya leo tunaenda kuangalia na Mungu anaenda kujitukuza. Wewe uko pale, uko kazi unafanya pale, wachio kazi. Kudusikie ni kwa nini Yesu alitumwa. Ni kwa sababu gani Yesu alikuja kwa sababu yako. Sisi Yesu alikuwa mzuri, Bwana apewe sifa, lakini alishuka kwa sababu yako. Ndio wewe ukombolewe, ndio maisha yako inuliwe, ndio wewe sifa na utukufu irudie Baba. Uko pale unajiuliza kwa sababu kwa nini Yesu alikuja kwa sababu yako. Leo tunapata jawabu. Na tukupata jawabu, sifa na utukufu itarudia Mungu, na wewe utakombolewa na Mungu atakubariki, na sifa na utukufu itarudia Mungu. Nashukuru sana. Nayo I'm here to preach for you. Nikupe neno la uzima, ifungue maisha yako, na Yesu atembee na wewe. Na siku ya leo naenda kuombea neno na Mungu aenda kuibariki. Ni asante. Mungu mwenye uwezo, Mungu mwenye mamlaka, na tuna Mungu mwingine aliye kama wewe Jehova. Leo unatupa neno hili ambacho hakuna ambacho tunaenda kukula siku ya leo ya Good Friday. Good Friday unasema kwamba kuna watu Mungu wa Israeli unaenda kubariki. Kuna watu Bwana majeshi unaenda kuinua siku ya Good Friday. Ni asante Baba yangu. Najua kwamba roho ya ukombozi inaanza sasa hivi. Mungu wa Israeli unaenda kuachilia kibali sasa hivi. Na kushukuru kwa sababu hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Wacha neno lako likabariki watoto wako. Na neno lako likaingilie leta ukombozi. Na neno lako ilete kibali Bwana majeshi. Na neno lako ibariki kila mmoja Bwana. Na hii neno tunaenda kusoma siku ya leo Good Friday, habari njema ya Yesu Kristo, ilete kibali. Na Bwana Yesu, bariki watoto wako. Inua tu Bwana, maana wewe ndio unafaa, na tuna Mungu mwingine hadiya kama wewe. Ninakushukuru kwa sababu ya neno ya siku ya leo. Pokea sifa zote na sifa na shukrani ikaze kakurudie, in Jesus name, amen. Tushaombea neno, sasa tunataka tuingie direct kwa neno. Leo tunasoma John 17:4. Mungu akutende mema na Mungu akubariki. Mtumishi wa Mungu, twende kazi. Mimi nimekutukuza duniani. Yes. Hali nimeimaliza kazi ile ulionipa nifanye. Bwana Yesu asifiwe. Leo Biblia inasema ya kwamba Yesu anaongea na Baba. Anasema mimi nimekutukuza duniani. Ile
uniamurishe nifanye. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi ninakutukuza, unatukuza Baba. Leo tunaenda kumrudishia shukrani kwa sababu yeye alitumana, hakuna kitu ya kwamba alituma Yesu kwa watu wake ili hao watu wakajua Yesu, na kupitia kwa Yesu ndio wajue Mungu. Bwana apewe sifa. Tuendelee. Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe. Unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Kwa utukufu ule nilikuwa pamoja nawe kabla ulimwengu itakuwepo. Nataka niseme leo, Yesu alikuwa before dunia iumbwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio neno nasema ya kwamba Yesu anaambia babake, nitukuze kwa ule upendo tulikuwa na wewe mwanzoni. Kumaanisha leo Yesu na Baba walijuana before, kabla dunia itakuwa. Bwana Yesu apewe sifa. Na siku ya leo kuna tendo hili muujiza Mungu anaenda kufanya katika maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Tuendelee mtumishi wa Bwana. Jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa. Niliwapelekea watu wale ulionipa katika ulimwengu. Walikuwa wako, ukanipa mimi, na neno lako wamelishika. Walikuwa wako, ukanipa mimi, na neno lako wanaishika. Bwana apewe sifa. Ndio siku ya leo na kuleta hii neno ili kabadilisha maisha yako. Hii neno inatoka kwa Baba, na Baba katuma mtoto wake ili mtoto wake akuje afungue sisi, ili akuje atupe neno, na ili sisi tupokee, tujue Baba yetu ako na lengo gani na maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Tuendelee mtumishi wa Bwana. Sasa wamejua ya kuwa yote ulionipa yatoka kwako. Sasa wanajua ya kuwa yote ulionipa inatoka kwako. Oh my God, yote ulionipa inatoka kwako. Yesu alikuja akasomea kwamba inatumwa na Baba, na hii yote inatoka kwa Baba. Yesu hakuna kitu alifanya kabla yake. Ile yote alifanya ilitokana kwa Baba, ndio sisi tukapokea. Nasema leo uko pale nyumbani, ili maneno na kupitia mimi nasema leo, pokea Yesu, na kuna message Mungu anapea, na wewe unaenda kukombolewa kuanzia leo. Kuna kiwango kipya, kuna kiwango anaenda kuinuliwa, kuna kiwango ile Mungu anaenda kuinua maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Tuendelee. Kwa kuwa maneno ulionipa nimewapa wao. Kwa kuwa maneno ulionipa ninawapa hao. Nao wakayapokea. Nao wakaipokea. Wakajua hakika ya kuwa nilitoka kwako. Wakajua hakika ya kuwa ilitoka kwako. Bwana apewe sifa. Oh my Father. Yote Yesu alitupea ilitoka kwa Baba. Ile nguvu Yesu alituachia ilitoka kwa Baba. Mimi nasema leo, pokea nguvu ya Yesu. Ukipokea nguvu ya Yesu inatoka kwa Baba, na hii maneno yote Jehova anaenda kuitia nguvu, anaenda kuitia muri, kwa sababu si yeye alitumana. Jehova ndiye alitumana kwa sababu yako. Ndio maana pale mwanzoni nilikukwambia kwamba leo siku ya Good Friday, Yesu alikufa kwa sababu gani? Alikufa kwa sababu wewe upate ukombozi. Tuendelee mtumishi wa Bwana. Wakasadiki ya kwamba wewe ndio uliyenituma. Wakasadiki ya kwamba wewe Mungu ndio ulinituma. Mimi naombea hao. Siombei ulimwengu. Bali hao ulionipa. Kwa kuwa hao ni wako. Kwa kuwa wale ni wako. Bwana apewe sifa. Oh my Father, my Father. Ninaombea hao ulionipa. Ninaombea kwa sababu ya nyumba ya Israeli. Yesu alituma ya siku ya leo. Yesu
alitoka kwa nyumba ya Israeli, na wakati alifika kila kitu alipewa, aliwacha kwa nyumba ya Israeli. Hakuna chochote alirudi nayo. Maana anasema chochote ulinipa niliwapatia hao, na mimi niliompea hao. My father. Mimi nasema leo, kuna wewe unaniona kama sifai, lakini kuambia kwamba sitatuma na wewe, sitatuma na mchawi, ninatuma na Yesu. Leo nahubiri injili nikisema leo sitatoka pale popote, ninatoka kwa Yesu. Maana neno nasema yote Yesu alipewa, alikuja akanipa mimi. Bwana apewe sifa. Tuendelee mtumishi wa Bwana. Na wote walio wangu ni wako. Na wote walio wangu ni wako. Na walio wako ni wangu. Na walio wako ni wangu. Nami nimetukuzwa ndani yako. Nami natukuzwa ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Natangaza siku ya leo, wewe si wa dunia hii. Wewe Bwana, wewe ni wa Bwana. Ni wa Bwana leo. Ndio maana nilikwambia kwamba leo nikakwambia leo tunafuata msalaba. Kama si msalaba wewe ukakuwa leo, kama si msalaba ukakuwa siku ya leo. Msalaba nikakwambia kwamba kama si msalaba wewe ukakuwa wa Bwana, kama si msalaba Jehova akatumana kwa sababu yako. Lakini nasema leo watu walionipa jitukuze ndani yao. Na mimi nasema leo uchawi na uganga wewe utaumbwa kutumikia nguvu za giza. Na kuanzia leo wewe ni wa Baba. Ambia shetani ili minyororo zote aliyokufunga ili kila connection Jehova ziondoe kuanzia leo. Mungu anajitukuza ndani yako. Tuendelee mtumishi wa Bwana. Haleluya. Hola kakandara babaya. Tuendelee. Wala mimi simo tena ulimwenguni. Wala mimi siko tena ulimwenguni. Uko wapi? Lakini hawa wamo ulimwenguni. Lakini hao wako ulimwenguni. Nami naja kwako. Baba mtakatifu. Kwa jina lako ulionipa. Uwalinde hawa. Niwalinde hawa. Ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Ili wawe na umoja jinsi sisi tulivyo.